Ukraine imejiondoa katika mkataba wa Ottawa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametia saini makubaliano ya kuiondoa Ukraine katika mkataba wa Ottawa unaopiga marufuku matumizi ya mabomu ya ardhini. Rais huyo wa Ukraine Volodymyr Zelensky aidha alitia saini inayoanzisha mchakato wa kuiondoa nchi yake kwenye mkataba wa Ottawa wa kupambana na mabomu ya ardhini, kulingana na waraka uliochapishwa katika tovuti ya Rai. Anasema Bwana Zelensky kupitia tovuti yake: "Kwa hii natoa amri kutekeleza uamuzi wa Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa la Ukraine tarehe 29 Juni mwaka 2025 kuhusu kujiondoa kwa Ukraine kwenye mkataba wa Ottawa," Zelensky aliandika. Uamuzi wa kuachana na mkataba huo lazima uidhinishwe na bunge la Ukraine na uwasilishwe na Umoja wa Mataifa kabla ya kuanza kutekelezwa. Hatua hiyo ya Ukraine inalingana na zile zilizochukuliwa hivi karibuni na mataifa ya Baltic na Poland. Mkataba wa Ottawa wa mwaka 1997 unapiga marufuku matumizi, uzalishaji, uhifadhi na uhamishaji wa mabomu ya ardhini, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwalinda raia dhidi ya vilipuzi ambavyo vinaweza kuwalemaza au kuwaua muda mrefu baada ya mapigano kumalizika. Katika miezi ya hivi karibuni, Urusi imezidisha operesheni zake za kukera huko nchini Ukraine na kuteka maeneo zaidi katika taifa hilo la Ukraine. Hata hivyo, haijaelezwa wazi ni kwa nini rais huyo wa Ukraine Volodymyr Zelensky anataka kujiondoa katika mkataba huo wa Ottawa ambao utazuia urushaji wa makombora ambayo hata baada ya vita yanaweza kuleta athari kwa raia wasiokuwa na hatia. Zelensky ametoa wito wa vikwazo zaidi dhidi ya Urusi, ambapo anahitaji jumuiya ya kimataifa kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi, akitoa wito huu baada ya viongozi wa Umoja wa Ulaya kushindwa kuafikiana kuhusu awamu ya 18 ya hatua ya adhabu dhidi ya Moscow wiki iliyopita. Vikwazo sasa vinapaswa kuwa moja ya vipaumbele muhimu zaidi, Zelensky alisema katika hotuba yake ya kila siku ya video siku ya Jumapili. Aliongeza kuwa vikwazo vya kimataifa ni kitu ambacho kwa uhakika kinaweka mipaka ya fursa za maendeleo ya kimkakati ya Urusi, uwezo wake, na kila siku vinatakiwa kupunguza uwezo wa Urusi kuendelea na vita dhidi ya Ukraine. Hata hivyo, mkuu wa ujasusi wa Urusi amesema alizungumza na mkurugenzi wa CIA wa Marekani, Sergei Narishkin. Mkurugenzi wa huduma za kijasusi za kigeni za Urusi, SVP, alisema amezungumza na John Ratcliffe, mkurugenzi wa shirika la kijasusi la Marekani CIA. Anasema, "Nilipigiwa simu na mwenzangu wa Marekani na kwa pamoja tulijiwekea uwezekano wa kupigiana simu wakati wowote na kujadili masuala yenye maslahi." Narishkin hakutoa maelezo zaidi juu ya mazungumzo ya simu na Ratcliffe, ambayo ni mrithi wa KGB kwa muda mrefu. Wamekuwa ni mahasimu wakubwa na kila taasisi ilianzisha kampeni za umma za kuajiri mawakala kufuatia uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine mwaka 2022. Kulingana na vyombo vya habari vya serikali vya Urusi, mazungumzo ya mwisho ya Narishkin na mkurugenzi wa CIA ambayo yaliwekwa wazi yalifanyika mnamo Machi mwaka 2025. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.